Hello, karibu tena katika channel yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Na leo tutajikita kuongelea faida za kivumbasi kwa wanawake. Mara nyingi tumekuwa tukiulizwa swali na watu wengi kwamba je, kivumbasi kina faida gani kwa upande wa wanawake. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Mara nyingi kivumbasi ni mmea ambao umekuwa ukitumika mara nyingi katika tamaduni zetu za Kitanzania katika kutibu baadhi ya changamoto. Leo nitakuletea faida za kutumia kivumbasi kwa upande wa mwanamke. Kwanza, inazuia na kudhibiti maumivu ya hedhi kwa wale wanawake ambao ambao mara nyingi wanapata maumivu makali wakati ya chini ya kitovu wakati wakiwa kwenye siku zao. Basi tumia kivumbasi, ni kizuri sana kwa sababu hupunguza maumivu na vichocheo au pambana na vichocheo, lakini pia hupunguza maumivu ya tumbo. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi tumia kivumbasi kwa kuchemsha unakunywa. Lakini pia inaweka katika usawa wa homoni. Mara nyingi wanawake wana changamoto hii ya homoni imbalance ambayo imekuwa ikisababisha changamoto katika kubeba ujauzito, hata kukosa hisia, lakini pia kutopata siku zao. Wengine wanapata hedhi zenye vinyama, zenye mabonge. Mara nyingi yote inatokana na homoni kuvurugika au kutokuwa sawa kwa homoni. Kwa hiyo ikiwepo changamoto ya kutokuwa sawa kwa homoni, basi inasababisha changamoto ya kubeba ujauzito. Kwa hiyo unapoitumia kivumbasi, ni dawa mojawapo ambayo ina balance homoni vizuri. Lakini pia ni tiba moja nzuri ya PCOS nzuri au matatizo yanayohusiana na menopause. Lakini pia inaboresha afya ya ngozi. Kwa nini afya ya ngozi? Ina antioxidants ambayo inatumika kupambana na maambukizi ambayo yanatokea na radikali huru. Kwa hiyo pia inaondoa zile ishara za kuzeeka kama vile mkunjo wa ngozi moja kwa moja na uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo utaitumia kwa ajili ya afya yako kuweza kuwa na ngozi nyororo, ngozi inayovutia na ngozi inayong'aa. Lakini pia ni nzuri sana katika kupunguza uzito. Kwa nini nzuri kupunguza uzito? Kwa sababu inaongeza mzunguko wa damu na kuboresha metabolism. Kwa hiyo mzunguko wa damu ukawa vizuri, basi na metabolism ikawepo safi, basi inasaidia kupunguza uzito. Kwa wale ambao mna uzito kupita kiasi, mna kitambi, basi nzuri, kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea faida na ni sababu za kupelekea kitambi, faida za uzito kupita kiasi. Kwa hiyo kwa namna hiyo ni nzuri sana kuweza kudhibiti uzito au manyama uzembe na kupunguza mafuta mwilini. Lakini inaboresha mfumo wa kinga ambayo ina vitamini C ambayo inaondoa maambukizi, lakini pia kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia baadhi ya infections ambazo zinaweza zikatokea kwenye njia ya mkojo na kwenye njia ya uzazi. Kwenye njia ya uzazi hapa tunaongelea PID, lakini pia kwenye upande wa njia ya mkojo tunaongelea UTI. Kwa hiyo mfumo wa kinga ukishaboreshwa utakuwa strong namna hiyo kwa kutumia kivumbasi. Lakini pia inasaidia katika upungufu wa maji mwilini. Kwa wale ambao wamepima na wameambiwa wana upungufu wa maji mwilini, basi kivumbasi kina sifa kubwa na kinasaidia kutunza mfumo wa maji mwilini. Kwa hiyo kwa wale wa maji mwilini wakati wa ujauzito na wakati unapokuwa kwenye hedhi, ndio maana ni nzuri kutumia. Lakini pia inasaidia katika matatizo ya tumbo, kwa mfano katika kuimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula au kupungua kwa hamu ya kula na kufunga choo na homa ya tumbo. Kwa hiyo kitumia, lakini pia itaondoa changamoto za gesi na kiungulia. Lakini pia ni tiba nzuri ya vidonda vya tumbo, itumie, itakusaidia. Lakini faida nyingine, inalinda moyo. Kwa nini inalinda moyo? Inafanya blood circulation, ina maana inaimarisha mfumo wa mzunguko wa damu, kuondoa cholesterol mbaya ambayo tunaita LDL, kuondoka kwenye lakini pia kusaidia kuondokana na changamoto za magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kwa mwanamke ukitumia mara nyingi utalinda moyo wako uweze kuwa na afya tele na afya
imara. Lakini inasaidia kupunguza maumivu, ambapo hapa kuna maumivu ya viungo ikihusiana na changamoto ya uric acid, baridi ya biti na gauti. Kwa hiyo ukitumia itakusaidia kuondokana na changamoto ya maumivu ya viungo. Kwa hiyo huwa inatondoa kabisa yale maumivu na kuweka katika hali nzuri ya kiafya. Lakini pia inahusika katika uzalishwaji wa maziwa kwa wanawake wenye ujauzito. Ina maana ile ujauzito, lakini pia inalea mtoto na kuboresha uzalishwaji wa maziwa katika kipindi cha kunyonyesha. Ndio maana mara nyingi wengi wamekuwa wakizipenda na wengi wamekuwa wakizitumia katika kuhakikisha inaimarisha afya yako ya wewe mwanamke. Basi hizo ndo baadhi ya faida za kivumbasi kwa upande wa mwanamke, lakini video ambazo zimepita tumeshaelezea faida kwa upande wa mwanaume. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama umetumia kivumbasi, tuambie umeipata faida gani. Tunasema share is caring. Ukishatuambia ulipata faida gani, ni rahisi na wengine kuweza kufuata hiyo njia na kuweza kufahamu na kutambua ni faida gani ambazo wamezipata kwa kutumia kivumbasi. Kwa hiyo usisahau kutufuatilia ili upate dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.